Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 2. Neema iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Amplified Bible nasema, may grace, kwa mabano, God's favor and peace, which is perfect well-being, all necessary good, all spiritual prosperity and freedom from fears and agitating passions and immoral conflicts, be multiplied to you in the full, personal, precise and correct knowledge of God and of Jesus our Lord. Nasema neema kwenye mabano amezaidi, anasema kibali cha Mungu. Neema ambayo ni kibali cha Mungu, anasema na amani ambayo ni uzima kamili, mema yote yahitajikayo, ustawi wa kiroho na uhuru kutoka kwa hofu, misukosuko ya hisia na migongano ya kimaadili, na izidishwe kwenu katika maarifa kamili ya kibinafsi sahihi na ya kweli ya Mungu na Yesu Bwana wetu. Anasema na amani. Kwa kile Biblia inasema neno amani, anaongelea uzima wa kweli na kamili, then anaongelea mema yote yahitajikayo. Ndio maana tunaelewa kwenye Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo hayo mema yatakavyokujia. Hiyo amani ya tafsiri kwenye Amplified Bible anaitanua zaidi, which is perfect well-being and all necessary good, all spiritual prosperity. Anasema ni uzima wa kweli na kamili, mema yote yahitajikayo, ustawi wa kiroho pamoja na uhuru kutoka katika hofu, wasiwasi, msukosuko wa moyo na migongano ya kimaadili. Zinazidishwa na uhuru kutoka kwenye hofu, wasiwasi, misukosuko ya moyo. Zote zinazidishwa. Maana kuna uhuru ambao unazidishwa. Kwa njia gani sasa? Nasema hivi, knowledge of God and Jesus your Lord. Nasema kwa kumjua. Nasema nazidishwe kwenu katika kumjua kwa kweli, kwa usahihi na kibinafsi Mungu na Yesu Kristo Bwana wetu. Kiswahili sema na kwa kumjua yeye. Maana ni kuwa na maarifa sahihi, umjue Mungu kibinafsi. Hiyo neema inaongezeka kwa kumjua Mungu kwa kweli, kwa usahihi na kibinafsi. Kwa hiyo kile kibali ambacho tunakitafuta, uhuru kutoka kwenye hofu, wasiwasi, misukosuko, shida ya moyo, unaongezeka kwa kumjua Mungu kibinafsi na kikweli kweli. Na ndio maana ukienda mstari unaofuata sasa, ule wa 3, unasema kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia, maana umetupa vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa kwa kumjua yeye. Kwa hiyo njia nyingine ya kupata neema hii tunayoiongelea ni kwa njia ya maarifa. Kwa kadri unavyozidi kuongeza maarifa ya kumjua Mungu kwenye maisha yako, unazidi kukuza kiwango cha neema na amani kwenye maisha yako. Maana unazidi kukuza kiwango cha kibali, lakini pia kiwango cha uhuru. Unazidi kukuza kiwango cha uzima wa kweli, maana afya kamili. Unaongeza kiwango cha mema yote yahitajikayo. Unajua maana chochote ambacho unakitaji, chochote ambacho ni chema, kinaongezeka kama matokeo ya wewe kuwa na maarifa ya kumjua Mungu. Ustawi wa kiroho, maana ukuaji pia wa kiroho. Ndio maana watu ambao hawahudhuriagi ibada hawakuagi kiroho. Hakuna mtu ambaye atakwepa maarifa ya Mungu afa kwa kiroho, yupo. Ndio maana kama unatamani na unakusudia kukua kiroho, ibada ni lazima. Sababu unapokuja ibadani unafundishwa, lakini pia unapata kushirikiana na wengine na kujua mambo yanaendaje. Utamsikia huyu anaongea hiki, kuna vitu utakuwa unapata ambavyo ukiwa nyumbani huvipati. Nasema na ustawi wa kiroho pamoja na uhuru kutoka kwenye hofu, wasiwasi, msukosuko wa moyo na migongano ya kimaadili vinazidishwa kama matokeo kumjua